Katibu wa siasa na wenezi wilaya yetu ya Tabora, mstahiki meya mteule, naibu meya, waheshimiwa madiwani wote. Mheshimiwa Mlezi, leo sio siku ya kusema, sababu siku ya leo ni siku ya uchaguzi na wajumbe hao wamekaa muda mrefu sana, wanatakiwa kwenda kufanya mambo. Isipokuwa na mimi niseme mawili matatu ya shukrani. La kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye hakika yeye ndio muumba wa yote na ndio ametufanya siku hii ya leo kufika hapa. Kama angekuwa hataraji si kufika hapa leo tusingefika. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru sana. Lakini ndugu zangu, niseme niwapongeze sana waheshimiwa madiwani kwa ushindi wenu mkubwa. Lakini niwapongeze kwa heshima mliopata, kwa sababu heshima ya kuteuliwa ni heshima kubwa sana. Mimi najua kwamba mlikuwa wengi, lakini nyinyi peke yenu ndio mlioteuliwa kuwasilisha Chama cha Mapinduzi kwenye kata zenu. Hongereni sana. Ndugu zangu, katika hongera hizi bila kupepesa macho hatuwezi kukosa kumshukuru mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Tabora na kamati yake kwa kazi nzuri ambayo alifanya ya kuwateua nyinyi. Hakika aliwateua watu ambao mnakubalika, aliwateua watu ambao anajua kwamba mtakwenda kuisimamia kanseli kwa maendeleo ya chama chetu, kwa maendeleo ya kanseli yetu. Ametoa salamu kwenu juzi, anasema anawatakia kila la heri na ana imani na nyinyi kwamba mtakwenda kufanya kazi vizuri, mtakwenda kutekeleza matarajio ya watu waliochagua. Na mimi naamini hilo, na mimi nilimhakikishia kwamba miongoni mwa nyinyi mliochaguliwa mnao uwezo mzuri wa kwenda kusimamia. Kwa hiyo alisema niwapeni salamu hizi. Ndugu zangu, baada ya hilo na mimi niongeze kidogo ambalo wenzangu wamezungumza. Katibu amezungumza, lakini pia mlezi wetu. Lakini kabla sijaongeza, nimshukuru mstahiki meya aliyekuwepo wakati ule na madiwani waliokuwepo. Ama kwa kweli kwa kipindi hicho wameonyesha kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba kanseli hiyo imepiga hatua kutoka ilipo kwenda mbele. Mheshimiwa Mlezi, mimi na ushahidi kwamba kipindi kile wakati kabla hajaingia mstahiki meya huyu, makusanyo pale kanseli yalikuwa madogo sana, walikuwa hawafikii hata 40%. Lakini baada ya kuingia yeye, makusanyo yalipanda mpaka karibu 90 na kidogo. Kwa hiyo na mimi niseme sasa mna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba mnakwenda kuibadilisha kanseli. Kwamba mmepata nafasi hizi, mimi nakupeni pole kwa sababu mmekopeshwa. Maana yake mnatakiwa kila mmoja wenu kwenda kukaa kuhakikisha kwamba sasa tunakwenda kuwaridhisha wapiga kura wetu. Tunakwenda kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika manispaa yetu. Kwa hiyo naendelea mkasimamia. Najua kwamba mkisimamia vizuri kanseli yetu itakwenda mbele. Kwa hiyo naendelea mkasimamia. Lakini kubwa zaidi ambalo nataka niwaambie kwamba pale mnafanya kazi na wataalamu, mimi najua mtaalamu atakuheshimu jinsi gani mstahiki meya kama nyinyi kwa nyinyi mtakuwa mko pamoja, atawaheshimu mtaalamu. Lakini kama mtagawika, maana yake hata wataalamu wataona hakuna kitu hapo. Kwa hiyo nendeni mkakiheshimisha chama, kuhakikisha kwamba mnajenga umoja, kuhakikisha kwamba mnapendana nyinyi kwa nyinyi. Achaneni na maneno madogo madogo, hayana tija. Mlezi amesema uchaguzi umekwisha. Sasa picha kubwa ni kwenda kufanya kazi iliyobaki. Haya mengine yamekwisha. Kama kilio, maana yake
ukisharia umefiwa umelia, imekwisha, sasa unaendelea kufanya kazi za kawaida. Kwa hiyo mambo ya uchaguzi nilitaka niwaambie yaishie leo hapa. Kule nendeni mkazungumze habari ya maendeleo. Na mimi nataka nikwambie mstahiki meya kwamba umepewa jukumu kubwa hili. Lakini kubwa zaidi ni kuwaunganisha hawa madiwani wote. Hakuna namna. Lakini kubwa zaidi kwako ni kugawa haki kwa kila diwani, sio kubagua. Kwamba hawa wote waliochaguliwa ni wakilishi. Maana yake kila mmoja anatakiwa azungumzie kata yake. Kwa lazima uhakikishe kwamba unakwenda kusimama, kila mmoja anapata haki yake. Usipofanya hivyo hamwezi kwenda vizuri. Kwa nini nawasisitiza sana hili? Endeni mkasimamia. Mmepewa imani na wananchi, mimi najua. Lakini nataka niwaambie kwa heshima ya chama chetu, itaonekana pale ambapo mtakwenda kuisimamia kansa. Itaonekana pale ambapo sasa mnakwenda kukamilisha miradi mliokusudia. Ipo miradi mingi sana kule kwenu. Kuna mingine inahitaji kwa pesa za ndani, na ndani mkasimamie ili ziweze kupatikana pesa za ndani, kwa maana sasa ya kusimamia miradi ya kwenu kule kwenye kata. Mimi naamini hilo. Kwa hiyo nendeni mkasimame vizuri. Na mimi nilitaka niseme mheshimiwa mstahiki, fungueni ukurasa mpya. Fungueni ukurasa mpya, yale yaliyopita yamepita. Waswahili anasema mgange yajayo. Wilaya zetu hizi mara zote za manispaa huwa wanasema ni wilaya za Uswahili. Mara zote wanasema. Na ndio maana sura iliyokuwepo leo alikuja nao mlezi hapa kwamba kule hali sijui ikoje. Maana yake hata wakubwa wana wasiwasi. Kwa maana kale ka Uswahili kapo. Kwa hiyo nataka niseme mstahiki meya kupitia na madiwani, nendeni mkafute huo Uswahili ili sasa mkafanye kazi vizuri. Ndugu zangu, mama yetu Samia Suluhu anatutegemea sana, kwamba yeye hawezi kuteremka kuja kufanya kazi huko. Nyinyi ndio wasaidizi wake. Fanyeni kazi, na mtu anayefanya kazi yoyote ni kuonekana matokeo ya kazi, sio bla bla. Matokeo yaonekane. Niwasihi sana kwa kipindi hichi ambacho kinachokuja, mimi kama kiongozi wenu wa chama sipendi kusikia hilo jambo ambalo linakuwa linafukuta mtu unazungumza. Lakini hata nyinyi waheshimiwa, leo kuna watu leo wanazungumzia uchaguzi wa 27. Nataka kusema bado achaneni nayo. Mkikutana ambizaneni habari ya kazi. Huwezi kujua kama utafika, huwezi. Unaweza kufika ukawa hai, lakini hali yako ikawa zofro hai. Kwa hiyo hatuna sababu za kuzungumzia habari ya, na nyinyi hamna sababu ya kuzungumzia habari kwa dhamana mliopewa. Dhamana mliopewa ni ya kufanya kazi, sio kuzungumzia uchaguzi wa 27. Hauna maana kabisa. Ndugu zangu, nataka nikwambie kwamba hata ukiingia pale ofisini kwangu, scoreboard inaonekana mimi ni wa 14. Maana yake walikuwepo. Sijui tumeelewana. Kwa hiyo watakuwepo. Hata leo mstahiki nafasi yeye upo hapa. Maana yake ipo siku na mwingine atakuwepo. Hakuna sababu ya kusema habari ya uchaguzi. Hakuna sababu. Sababu ni vitu ambavyo tunaweza kupeana kijiti. Kwa hiyo mimi nawahusia ndeni mkafanye kazi. Natamani kuona sasa kanseli inafanya mabadiliko. Natamani. Na mabadiliko haya ni maendeleo. Mlisishane mawazo mazuri. Msilisishane mawazo mabaya. Hayawezi kuwasaidia. Wananchi wetu kule, nataka niwaambie, wanategemea maendeleo mnayofanya. Lingine, mstahiki meya, nimekuwa napata tabu kidogo pale manispaa. Madiwani mpo, lakini ukikuta hata kwenye ardhi watu wanarudikana, nyinyi hamwaulizi shida nini? Endeni mkarekebishe hili. Ukikuta mtu wako, uliza shida nini?
wewe pale una sauti, maana kansela ni ya kwako. Kuna manunuko mengine yanatokea yasiyokuwa na sababu ambayo unaweza kuyashughulikia wewe diwani. Sitaki kuona mirundikano pale kansela inakuwa. Kwa sababu nyinyi mna uwezo wa kuambia watekeleze mapema. Ile ndugu zangu inaleta tafsiri mbaya kwamba nyinyi hamwashughulikii, pengine na nyinyi mnapata mlungura, kumbe sio. Kasimamieni kutatua changamoto za wananchi. Mnapotatua matatizo ya wananchi, mnapotatua changamoto za wananchi, maana yake ni kwanza mnajenga imani kwa wananchi wenu. Lakini hata wewe pia kwamba inakupa sababu ya kuonekana kwamba kweli hawakufanya makosa kukuchagua kwa sababu unasimamia. Nendeni mkajihekimisha wenyewe. Ninawasihi sana. Na ndio maana nilianza na pole kwamba sasa si swala tu la kusikia kwamba diwani, si swala tu la kusikia naibu, si swala tu ya kusikia kwamba mimi leo ni mstahiki meya, si swala la kusikia. Swala ni kwamba utafanyaje kazi, kwa sababu hizi kazi za wananchi. Unaletaje maendeleo? Ndio kitu cha msingi. Mimi nataka niwaahidi kwamba kama Chama cha Mapinduzi mstahiki meya, kama kuna jambo lolote la kushirikiana ambalo litahitaji nguvu zetu, tutashirikiana na nyinyi, kwa sababu sisi tunataka kansela yetu isonge mbele. Na hili tunaweza. Kama mstahiki meya anakuja mtu kwako kutaka hela shilingi 2, mpe. Lakini akisema kwamba unamwona yule Kayora hapa, mwambie ili alifai. Shilingi 2 mpe tu, aweze akaona kafanya. Wasikuletee maneno. Na mimi nataka niwaambie waheshimiwa madiwani, tuwe na uvumilivu. Linapotokea jambo, kwanza tulia. Inawezekana hilo jambo utakuwa unamlaumu mtu, kumbe sivyo lilivyo. Kwa hiyo ninawahusia sana, nyinyi viongozi, na si muda mrefu toka sasa mtakula kiapo. Tafsiri ya viapo kwamba uwe na uvumilivu wa jambo. Kwamba hili hebu kwanza nitulie. Ukitulia utapata majawabu. Lakini usiwe mtu wa kulisema tema. Kwa sababu inawezekana huyo unasema, huyo anakwenda kumpelekea habari unayemsema. Unavunja heshima yako. Mimi nahusia sana, tulisishane maneno ya maendeleo. Tusaidizane kwa sababu ya kuendesha kansela yetu. Nilisema leo siku ya maneno. Hili nilijaribu tu kuwakumbusha waheshimiwa madiwani, tutaendelea kuzungumza.